Ndio maana hata malekcha wengi sio walimu. Ni alisoma kafaulu tu. Kwa akija kufundisha uelimu. Kwa sababu he's not a teacher. Walimu ni wachache. Si mnaelewa? Nilifundishwa physics from 5. Walimu alifundisha gravitation. Anafundisha kitabu mwenyewe hapa. Chungulia anaandika. Siku mbili akisema gravitation imeisha. Nikachukua past paper realism na pamphlet na maswali na majibu. Ila nijibu kwa sofu au na ndio jibu. Nikasoma maswali 10 na mitoto tulish. Sikupata hata hiyo. Ningesema toka kimeshaisha. Nimefanya sijapata hata moja. Kwa hiyo lecture itakuwa na zero kwenye topic. Wewe mwalimu alikufundisha alifaulu tu. Elimu ya kalini inaitwa cram and forget. Sasa wewe ni practice. Sasa hiyo hauwezekani elimu kama hiyo eti itaenda kule na wewe uonekane ni hali skani. Mnishauri kuna mtu ana sifa kwa sababu amesoma sana. Na maprofesa ambao ndaraya kwa juu mwingine akitaka mimi naona profesa lakini George sasa kila mtu anamjua. Kipawa kina nguvu kuliko elimu. Na kipawa ndio kitakufanya ufanikiwe. Hii elimu upata weka kaponi kidogo. Mimi nimepata kiajiri. Nilikuwa nimeajiriwa ikawa head of department kama ajiri. Tena jana kama umetoka hapa chuoni. Ni aibu. Mtu ajue kujieleza. Unamuuliza tu, how did you sleep at night yesterday? Hivyo tu. Nataka nikuya naweza kujieleza. Kujikunja hivi kwa Kiingereza. Kujinosha. You see. Bisi wala kwanza officer administrator. Tungefanya takimaka na katoka. Nasema hivi. Nileteni basi. Hata hizo job zenyewe mnazozitafuta. Uwezo hauna. Elimu mtu ana degree ya juu kujieleza. Mwingine anafanyisha kitabu chat. Nitakupa kazi tu. Yeah. Yes. Anyways. So, kitu kingine ambacho kinawafelisha vijana, mnapenda hela sana. Wakati uwezo kama. Alice Kapige amesema ile namba 2 ya kujitambua, uweze kufanya kitu bure ujisikie raha. Fedha huwa ni matokeo baada ya kutoka shida ya mtu. Uwezo kupata hela wakati uwezo huna au wa kutapa shida. Hata mtu adai ndio maana kwenye mshahara clip mwanzoni. Ambaye kujiuza kwa nini mshahara zinatolewa mwisho? Mtu ushasaini mkataba kwamba umeajiriwa tena permanent. Kwa nini sio ndio mshahara mato? Si mfanya kazi wako. So amsio kwa mato. Si mimi sio kwa mwanzoni of that you have not done nothing. I can't measure because all the video produce a time month we quantify which to produce we compare against. And your man and what tumeletwa KPI, key performance indicator. If you don't do them up, be fired. Sasa wewe unakuja na kwetu mwia ndio kwetu ndio mwisho mama nani ningelisaidia mimi si haki matatizo. Nataka produce sangu na matatizo na mimi na matatizo ndio maana tafuta mtu anisaidie matatizo yangu ili tuzalishe hela au upate cha kwako na mimi cha kwako. Unaangalia matatizo ni adili matatizo baada ya kujili solution. Oh, there is a problem. Mwalimu alikuwa anawafundisha hapa kuhusu how to interview. Siku moja nimemesa chuo tu nikaona tangazo linasema wanatafuta meneja. Tohawa huko Moshi. Sasa meneja wetu jijini wa Kigoma kwa wanaema kahawa kafikiri naweza. Sinka apply wakaniita. Nilituba swali try. Meneja. Wewe unamaliza swali pia. Unajua maana manager. You can't be a manager straight from school. You can't. Who will employ you? Who? Manager. Una manage nini? Na wengine ambao mnamaliza degree ya kwanza. If you don't want to be an academician, don't go and do masters. What are you mastering? Tell me simple. Una mastering. Una experience unaenda master. Hata unataka kuwa academician uje ufundishe. Is okay. Lakini wewe utakuwa na matatizo. Ndio tena za premiership. I show nimekuonyesha hii sijiembo hapa certified to teach. Hivi ni vile vya Marekani. Kwa nini wananeno wafundisha? Chuo kikuu ndio sema bawezi ni teach pia ndio.
Lakini huku wanakubali kwa sababu gani? I'm an expert in my field. Kwa hiyo inahamisha uzoefu nilionao kwa wanafunzi. Na ada yenyewe mimi chuo nilisoma, afu baadaye wakanifanya kuwa trainer, afu nikawa na manager. Tawi lao hapa. Why? Because I know what I'm doing. Sasa unakuta mtu kuna mwalimu atufundisha hapa. Niangalia tumeingia nitakunyosha. Cha kwanza akatuambia, "Good morning ladies and gentlemen." Tukasema, "Good morning sir. Yeah, I'll be taking you through this course." Nitakunyosha. If you are to be an entrepreneur, go ahead. But myself, I will teach and I will win here teaching. I'm not going to be an entrepreneur. Deep. Ambia wewe ninyi kama vile wanasema nende mimi ni mwalimu nitawafundisha. Nende mkawa wanasema mimi akaduka sifungui. Mwendeleza kufundisha. Tasema sawa. Sasa elimu ya mtaani kule ni expensive because mimi nimesoma siku 14 milioni 2.5. 14 days. Ambayo ni ada yako ya chuo mwaka mzima. So ubizi elimu haziwezi kufanana. Nikata soma Master of Business Administration chuo kikuu Marekani. Hiki kile legend must online ada milioni 50. Hapo ubizi Masters MBA chinga milioni 6 milioni 8. Hizi elimu haziwezi kufanana. Alafu ukishamaliza hii elimu ya hapa ukafika university, ukitaka kuna mtaani tumia haka ka introduction huko ukapata kusoma sasa lead education ya mtaani. Kwa sababu kwa mtaani kuna madude. So ukitumia uwezo huu angalau umeshajua. Mimi nasema hii jana yote nikupata definition. Nikiona vinavyoendelea mtaani. So many things. Sasa kama unataka kweli kuwa mjasiriamali, prepare yourself. Alafu sisi kwa mjasiriamali kwa sababu ya tamaa ya pesa. Hizo utaka nipige hela. Ndio na mambo yangu. Why watu wanafeli? Lack of vision and purpose. Wishaibora kampuni ina vision and purpose imeandika pale, our vision is to make big money. Kampuni inasikaje vision yao na purpose yao ni kupiga hela, hakuna. Sasa ukija huku ukataka hicho unapiga kupiga hela, huku tuna solve matatizo ya watu. So if you want to be an entrepreneur, make sure you have vision and purpose. Why do you want to do that thing? Sio ulipiga hela, hapana. Sasa vijana wengi hawana maono. Mtu yeyote sipokuwa na maono, anafanya lolote, anakula lolote, unabeba mimba wakati huu, unaoa labda wakati. Yaani ni furu. Kwa sababu hicho unakoenda. But if you have vision, unajua kabisa mimi nilipofika 2016 ndio nilileta kazi. Na mshahara wangu mzuri 2.2 million. Nikapiga chini nikamwambia director, kwa hili naona hii nchi sio ya kwangu. Nikaenda zangu nyumbani kwa brother kanema. Mbona unanigaza umeacha kazi? Unaacha kile ndio hapa. Umerogwa na pesa yao. Kwa sababu it's not common Unaacha milioni 2 bro. Kimbi na 40. Unaenda kwa nyumbani. Kwa nini nilienda nyumbani? Mwaka 2013 nilikuwa kila mshahara ukiingia bonus inaandika. Kabla ya mimi ndio maisha yangu hayo. Situmii hela ikiingia situmii mpaka niandike. Kama atatumia hiki Excel inapiga hesabu. Cash flow. Mimi nikitumia na bado last 3. Naanza kuangalia kuna hela nyingi. Mbaki na kukuta. Naangalia matumizi ya ovyo ovyo kupunguza. Sasa wale live. Lakini leo kipewa za sitaki mbili. Ikiisha na washtu. Hivi mnaenda. Hapo na wewe unataka kuhitaji. Hapo unataka. Lack of important business skills. Where are you sales? We do marketing. Legal teaching, how to finance. Wisdom just about. An entrepreneur must know these things. Kwa sababu ukianza kuwa mkurugenzi, wewe ndio unakuwa sales, wewe unakuwa marketer, wewe ndio unakuwa finance. Kwa sababu wakati mwingine unapoja vikao hata kwa chini. Sasa na vitu vijue hivi vitu vyote. Vijana wengi wao wanaweza kutaka kujitambua. Hata kwa biashara. Cha kwanza nampata site inaitwa alsof.com. Ambia nenda kule kapige course ya sales. Yet what's wrong with my sales? Hata anza be in sales huyo. So unaona anabakia anabeka mtoto wako wewe ndio utaje. I think brother you in sales. We have to know these things. Fear or none. Hapo mkitoka hapo unambia jadili hata unachokiokoka hata kijuu.
Ukijui, mtu anashindwa kuanzisha biashara. Members of gang, we are trained to be fear. We fear, tumetukata na wenyewe mpaka tuwe paonga. Tunaogopa kwa sababu tuko bibi. Mimi na kazi naambiwa sasa itakuwa. Nitamwambia subiri nitaona. Itakuwa passion. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.